Kwanza ningependa kufahamu jina lako mama. Jina langu naitwa Asia Hamudi. Ndio mama mzazi wa Ronaldo? Ndio mama mzazi wa Ronaldo. Ronaldo alikuwa anafahamika kwa jina gani, jina lake halisi kabisa? Ronaldo jina lake halisi anaitwa Hazara. Hazara nani? Hazara Charles Mjeja. Pole sana mama kwa msiba. Taarifa ya msiba ilifikaje kwako mama? Taarifa za msiba tulizipata jana saa 8 mchana baada ya kupigiwa na askari polisi. Ndio. Wa Chanika. Ndio. Na walieleza chanzo cha kifo chake ni nini? Wale wanasema waliita dokta, wanavodai kuwa waliangalia hawakukuta tatizo, yeye alifia usingizini. Ndio. Na Ronaldo alikuwa na matatizo yote ya kiafya mama, labda ambayo watu wengine hawawezi kuyafahamu, labda wewe kwa kuwa ni mzazi wake unafahamu? Ronaldo alikuwa na matatizo magonjwa ya kuanguka. Ndio. Na ulimsumbua kwa muda gani? Naam. Huo ugonjwa ulikuwa umemsumbua kwa muda gani? Ulimwanza bado mdogo, ikaenda akawa kidogo ana afadhali, hata alipokuwa akisafiri nje yale matatizo yalikuwa hayamtokei. Lakini sasa vile umri ulikuwa unaenda, alipokuwa akifanya show zake saa nyingine anaanguka kwenye uwanja. Na hii kama familia mlikuwa mnaichukuliaje sasa, yeye akianguka kwenye uwanja na mkipata taarifa zake kwamba akienda kwenye hayo kazi zake huwa inatokea hiyo hali? Kwenda hospitali Muhimbili, alianza kupata matibabu, akawa anachukua dawa. Sasa sifahamu na yeye alikuwa afuatilii, na tumehangaika pia kwenye dawa hizi za asili, sema marehemu alikuwa na kitu ile ubishi kutumia. Poleni sana. Na marehemu alikuwa ni mtoto wangapi kwako? Marehemu alikuwa mtoto wa kwanza. Na ulikuwa una watoto wangapi wewe? Ana watoto watatu, wote wa kike. Yeye marehemu? Marehemu ana watoto wa kiume wawili. Na alikuwa akiishi nao au alikuwa wako wapi watoto wake? Watoto wake tangu wadogo nilikuwa nao. Siku za sikukuu zikifika ndio huwa wanakuja kuwatembelea au wanaenda kumtembelea. Na kwa sasa watoto wake wote wako wapi? Wapo Chalinze. Wote wawili? Wote wawili. Na baba zao? Mkubwa ambaye anaitwa Hamudi Saleh, babake alifariki mwaka juzi. Na mwingine anaitwa Faisal Gerson, babake yupo. Na kwa nini marehemu alikuwa akiishi peke yake kati mkifahamu kwamba alikuwa na maradhi hayo ya kuanguka? Marehemu tulimwambia, hata hapa tulikuwa tunakaa naye, lakini yeye alikuwa ndio hivyo. Alienda kanunua mbali, tukamwambia kwa nini umenunua mbali na wewe hali yako unaijua, lakini hakuelewa. Hata watoto wake walitaka akae nao, lakini kwa ile hali watoto wake hawajazoea kule tangu wadogo nimewalea huko. Basi kule akawa anaishi mwenyewe, na tulishamzuia usikae peke yako, lakini marehemu tena alikuwa anajua ile ni hali ya kawaida. Neno lako kubwa kwa msiba huu mzito ambao umetokea, ambapo umempoteza kijana wako huyu Ronaldo, ni lipi mama? Ulikuwa unasema? Neno lako kubwa kipindi hiki kizito cha msiba huu mzito wa mtoto wako kipenzi Ronaldo ni lipi? Hapo kakaangu hapo kwa kupata, hata nimepata pigo kwangu mimi na kwa taifa. Ndio. Nimepata pigo sana. Na mtoto wako huyu alikuwa ni mtoto wa namna gani, kwa maana kwa msaada kwenye familia na kukusaidia wewe mwenyewe kama mama mzazi, kwa sababu maarufu wake ulipaa sana? Alikuwa anachopata ananisaidia kwa kweli. Alikuwa anachopata riziki yake ananisaidia mimi na watoto wake. Na alikuwa anapigania sana watoto wake. Na wakati anapata zile safari za kwenda nje ya nchi, familia ilikuwa inachukuliaje? Zile safari alikuwa anakwenda nje ya nchi, ndio, lakini sasa kwa kweli tulikuwa hatufahamu. Wengine walikuwa na buguni kwenye lugha, walikuwa anampa kwa kweli kipato kidogo, alikuwa anazurumika. Mapato yake kwake yalikuwa kwa kweli ni madogo, yalikuwa hata yamtoshelezi na familia yake.
Ashawahi kuyasema hayo kwako mama? Na ulikuwa unamshauri nini sasa? Unajua marehemu kwa kimshauri yeye bado anakuambia anavuta subira. Ndio tumwambia, anakuambia mama bado uenda mbele itafunguka. Pole sana mama. Asante baba, asante. Na marehemu amepumzishwa wapi? Marehemu amezikwa hapo Chanika. Ilikuwa tumsafirisha kazikwe Bagamoyo nyumbani, kwa ile hali walioiona alikuwa ameharibika, ilibidi azikwe hapo Chanika. Pole sana. Asante baba, asante. Na hapo wewe unapoishi ni wapi mama? Mimi nipo Chalinze, njia kwenda Morogoro, nipo Chalinze. Kwa hiyo ulipata bahati ya kuja kumpumzisha mtoto wako au muda ulikuwa umebana? Ule muda tuliopigiwa ulikuwa umeenda, tulipigiwa na askari saa 8 mchana, tukaona umbali wa kutoka huku mpaka tufike huko muda utakuwa umeenda na mwili tumeambiwa umeharibika. Ilibidi nimpe binamu yangu, binamu zangu wakaja pale wakahudhuria, wakafanya vyote vile mpaka mwisho wa mazishi. Poleni sana mama. Asante baba, asante. Mungu awatie nguvu kipindi hiki kigumu ambacho mnapitia cha kumpoteza binti yenu ambaye alikuwa ni nyota kwenye familia na nyota kwenye taifa pia. Amin. Asante mama, nashukuru kwa ushirikiano wako. Asante baba, kazi njema. Asante. Mtazamaji wa Global TV, ndio hivyo ambavyo nilikuwa nikizungumza na mama wa marehemu Ronaldo, akiwa anazungumza vile ambavyo alipata taarifa ya msiba na jinsi ambavyo mtoto wake amepumzishwa, lakini yeye hakuhudhuria kwa sababu ya muda ambao alipata taarifa, na wao wako Chalinze, na mwili wa marehemu kwa sababu ulitakiwa kuzikwa kwa haraka kwa sababu ya hali ambayo ulikuwa nayo, ameshindwa kufika, lakini atafika wakati mwingine kwa ajili ya kuliona kaburi la mtoto wake. Hapa nilipo ni nyumbani kwao na Ronaldo, ndipo alipokuwa akiishi enzi za uhai wake, na bado nazungumza na majirani pamoja na mjumbe wa nyumba 10. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.